Umekuwa ukijiuliza kama kweli anakupenda au anapoteza muda wako? Zipo dalili 7 za kisaikolojia ambazo mwanamke hauwezi kuzificha kama ana mapenzi ya dhati. Dalili namba 5 na namba 7 ndizo zitakupa majibu yako yote leo. Sikiliza kwa makini. Dalili ya kwanza, analinda amani yako ya akili, peace of mind. Mwanamke mwenye mapenzi ya dhati kwako anajua fika kwamba dunia ya nje inakupa stress za kutosha. Kuna pressure za kiuchumi, kazini na kwenye kutafuta maisha. Hivyo basi, yeye anachagua kutokuwa sehemu ya matatizo yako. Badala ya kuwa msumbufu, anageuka kuwa sanctuary yako, sehemu yako ya kujificha na kupumzisha akili. Kama kuna tatizo linatokea kati yenu, halikuzi, halifanyi kuwa drama. Anatafuta suluhu kwa utulivu kwa sababu anajali afya yako ya akili kuliko kushinda mabishano. Mwanamke anayekupenda hataki kukuona unakosa usingizi kwa sababu yake. Kama mwanamke wako ni chanzo cha stress badala ya amani, anza kujiuliza mara mbili. Dalili ya pili, anakuingiza kwenye ramani yake ya baadaye. Mwanamke ambaye hana mpango na wewe, matumizi yake ya lugha yanajieleza. Atatumia sana neno mimi, pesa yangu, gari langu, maisha yangu. Lakini mwanamke aliyekuzamisha moyoni mwake, msamiati wake unabadilika moja kwa moja. Anaanza kutumia neno sisi. Hata kama ana kipato chake, anaanza kukuuliza mpenzi, mwaka huu tunafanya nini? Je, tuwekeze wapi? Anakuona wewe kama kiongozi wa maisha yake ya baadaye. Hawezi kufanya uamuzi mkubwa wa kimaisha, iwe ni kuhama kazi, kusafiri au kuanzisha biashara bila kupata baraka zako au ushauri wako. Hii ni dalili kubwa ya kisaikolojia inayoonyesha ameshakukabidhi usukani wa maisha yake. Dalili ya tatu, utayari wa kupitia nyakati ngumu pamoja na wewe. Upendo wa kweli haupimwi mkiwa kwenye hoteli ya nyota 5 au mkiwa na pesa nyingi. Upendo wa kweli wa mwanamke unapimwa mifuko yako inapokuwa mitupu. Mwanamke anayekupenda kwa dhati hakuachi unapoyumba kiuchumi au unapopata changamoto kubwa. Badala yake, anashusha matarajio yake, anapunguza matumizi yake na anasimama bega kwa bega na wewe. Atakutia moyo na kukuambia, usijali, tutapambana na tutavuka hili. Na sio tu kusema, atachangia hata kile kidogo alichonacho ili mradi mambo yaendelee. Huyu sio mwanamke wa kumwacha ukifanikiwa, kwa sababu alisimama na wewe wakati dunia nzima ilikupa kisogo. Kama mpaka hapa ushaona dalili hizi kwa mwanamke wako, una lulu, lakini usiondoke, kwa sababu dalili ya 4 ninayoenda kuitaja ndio uti wa mgongo wa mahusiano yoyote kwa mwanaume. Dalili ya 4, heshima iliyotukuka, profound respect. Sikiliza nikwambie kitu kimoja kama mtaalamu. Kwa mwanaume, heshima ni sawa na oxygen. Unaweza kumpa mwanaume upendo wote duniani, lakini kama humheshimu, hauwezi kuhisi anapendwa. Mwanamke mwenye mapenzi ya dhati kwako anakuheshimu, sio kwa kukuogopa, bali kwa kutambua thamani yako. Heshima hii inaonekana wazi mkiwa mbele za watu, mbele ya marafiki zako na mbele ya familia yake. Hawezi kukudhalilisha, kukukaripia au kukushusha thamani hadharani, hata kama mmekosana kiasi gani. Anajua jinsi ya kulinda taswira yako. Hata akiwa peke yake na mashoga zake, hawezi kuruhusi jina lako lichezechezwe au kusemwa vibaya. Analinda heshima yako kama anavyolinda maisha yake. Dalili ya 5, anakubali udhaifu wako lakini anakusukuma kuwa bora. Hapa ndipo utofauti wa mapenzi ya dhati na mapenzi ya maigizo unapoonekana. Hakuna mwanaume aliyekamilika. Unayo makosa yako, unayo hofu zako na unayo udhaifu wako. Mwanamke anayekupenda anaujua huo udhaifu wako vizuri sana, lakini hatumii huo udhaifu kama silaha ya kukushambulia mnapogombana. Badala yake, anatumia ule udhaifu kukulinda na kukuimarisha. Kama wewe ni mvivu wa kufanya maamuzi, anakupush. Kama unapoteza mwelekeo, anakuwa wa kwanza kukurudisha kwenye mstari. Anakuwa accountability partner yako. Anakupenda jinsi ulivyo, lakini anakupenda sana kiasi kwamba hawezi kukuacha ubaki pale pale ulipo hapo hapo. Anataka uwe mwanaume bora zaidi kwa ajili yako na kwa ajili yenu. Dalili ya 6, uwazi kwenye mawasiliano na hasira zake. Kwenye mahusiano kuna kukwazana. Mwanamke asiyekupenda akikasirika atakuadhibu kwa silent treatment, kukaa kimya siku nyingi. Atakunyima haki zako za msingi kama mwanaume au atatafuta namna ya kukulipiza kisasi. Lakini mwanamke mwenye mapenzi ya dhati kwako
Ndiyo, atakasirika, atalia, lakini hatovunja daraja la mawasiliano. Atakuambia wazi, mpenzi, kile ulichofanya jana kimeniumiza sana, sikutegemea. Yuko tayari kuwa muwazi juu ya hisia zake kwa sababu anajua kuficha hasira ni sumu kwenye mahusiano yenu. Hatafuti kushunda ugomvi, anatafuta kuelewana na wewe. Uhusiano wake na wewe una thamani kubwa kuliko ego ama kiburi yake. Dalili ya 7. Vulnerability. Anavua silaha zake zote mbele yako. Hii ni dalili ya mwisho na ndiyo master key ya kisaikolojia. Mwanamke wa sasa hivi amefundishwa kuwa mgumu, kujitegemea na kuwa na masculine energy ama nguvu ya kiume ili apambane na maisha. Lakini akiwa na mwanaume anayempenda kwa dhati, mwanaume anayempa usalama, anavua silaha zake zote. Anaruhusu kuwa mdhaifu, vulnerable mbele yako. Analia kwenye bega lako anapokuwa amechoka. Anakuomba msaada bila kuona aibu. Anaacha ule ukali wote aliyokuwa nao kazini au mtaani, na akija kwako anakuwa mwanamke wa asili, msikivu, mtiifu na mtulivu. Hii inatokea tu kwa sababu moyo wake umejiridhisha 100% kwamba wewe ni mlinzi wake, wewe ni mfalme wake, na wewe ndiye mwanaume pekee anayeweza kumuongoza. Kama unaona upande huu wa mwanamke wako ambao watu wengine hawajawahi kuuona, jua unapendwa kiwango cha lami. Kati ya hizi dalili 7, mwanamke wako ana dalili ngapi mpaka sasa? Niandikie hapo chini kwenye comments. Nataka nizisome na kukujibu. Kama video hii imekufumbua macho, usiondoke bila kulike na kusubscribe kwenye channel hii kwa madini mengine mazito ya kisaikolojia na mahusiano. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video ijayo. Stay sharp and stay focused. Peace.